So nasikia Perez amekasirika sana na tayari Real Madrid wameshawapiga faini Tchouameni na mwenzake Valverde faini ya shilingi bilioni 3 za Kitanzania ambayo ni euro milioni 1 hela ya Spain. Sasa hiyo ni hela ambayo wanagawanyiwa nusu, yani Valverde analipa euro 500,000 pamoja na mwenzake Tchouameni analipa euro 500,000 kama faini. So kila mmoja kwa pesa ya Tanzania analipa bilioni 1.5, bilioni 1.5 za Tanzania. Kila mtu inabidi alipe. Ni hela nyingi sana kwa mazingira yetu, lakini kwao kama wachezaji najua ni hela ndogo. Ukiangalia hela ambazo wanaingiza, hiyo ni kitu kidogo sana. So hiyo ni punishment ya Madrid kwa sababu Perez unaambiwa alikuwa amekasirika sana. Perez mpaka sura ilibadilika rangi kwa hasira ambazo alikuwepo nazo baada ya kusikia vijana wake wamezichapa kavu kavu. Sasa nafikiri next time ukitokea mtiti kama huu ni bora waandae ulingo kabisa, waingize pesa, watu watalipia kuangalia hii mechi. Game iishe fair game mbele ya referee. Masuala ya kuviziana chooni haya, unampiga mwenzako punch chooni sijui wapi. Wewe Tchouameni acha uhuni. Tuna uhakika gani Tchouameni kama akumuotea Valverde, au sio? So it is what it is, man. Mambo yamefika katika hatua hiyo hapa. Madrid wameona wapige faini na sasa hivi watalazimika kulipa hiyo pesa kama sehemu ya adhabu. Ni faini ya kihistoria katika historia ya Real Madrid. Hakuna mchezaji pengine ambaye amewahi kupigwa faini kubwa kiasi hicho kwa makosa tu ya kawaida ambayo yamekuwa kifanyika. So ndo uelewe kwamba kosa lao lilikuwa ni kubwa, alikuwa jambo dogo. Watu wanapigana kwa siku 2 mfululizo. Hivi unaelewa maana kupigana kwa siku 2 mfululizo? Yani hata wewe ukigombana na mtu unayefahamiana naye ama mtu unayejuana naye, yani mkiona mna ugomvi wa siku 2, huo ni ugomvi hatari sana. Ugomvi mara nyingi unakuwa ni muda mchache, baada ya hapo kiume tu mnacheka, maisha yanaendelea. Lakini ukiona wanaume wamepigana leo wakapigana na kesho, hiyo ni kitu hatari sana. Unajiuliza tatizo ni nini? Of course Valverde jana alijaribu kupaka rangi akisema kwamba ubishi ni kwamba walikuwa wanazungumzia masuala ya timu kumaliza msimu bila kupata makombe. So kuna ile kulaumiana kulikuwa kunaendelea. So inawezekana labda kulikuwa kuna timu Mbappe na timu Vini hapo ziliingia maybe. Na ukisema hivyo utajua kabisa Tchouameni ni timu Mbappe kwa sababu ni Mfaransa mwenzake. Huyu mwenzake Valverde atakuwa anamsupport Vini, lazima tu achague upande wa Vinicius. So it is what it is, man. Mpango ndo hapo. Real Madrid wanataka pesa zao, hawana maelekezo mapya.